unatakiwa uyajue. Nianze na sheria ya nchi yetu Tanzania. Sheria ya nchi yetu inasema ndoa ni muunganiko wa hiari kati ya mwanamume na mwanamke unaokusudiwa kudumu kwa muda wa maisha yao yote, yaani milele. Sheria ya nchi yetu inasema mwanamume na mwanamke. Kwa hiyo kinyume na mwanaume na mwanamke, hiyo sio ndoa. Wale wengine wa ule upande wengine ule, hizo sio ndoa zinazotambulika na nchi yetu. Licha ya kwamba dini imeharamisha, Mwenyezi Mungu ameharamisha ndoa za jinsia moja, lakini hata sheria ya nchi yetu imezikataa, sio ndoa, haizitambui. Sasa je, ni lazima ndoa isajiliwe? Ni lazima kusajili ndoa? Ndiyo. Kila ndoa inayofungwa, iwe ya kidini, kiserikali au kimila, ni lazima isajiliwe kwenye daftari la msajili mkuu wa ndoa ndani ya siku 30 mara baada ya kufungwa. Sasa kuna ndoa za wale wenzetu ambayo ni ya wake wengi. Kwa hiyo kuna ndoa ya mke mmoja na ndoa ya wake wengi. Kama ni Waislamu, basi kwa dini yake, kwa imani yao, anaruhusiwa wake 4. Lakini wale wanaoifahamu dini vizuri huwa hawaendi kuoa hata wake 2, kwa sababu dini yenyewe inataka ikiwa una mke zaidi ya mmoja, uwapende sawa na uwafanyie mambo yote sawa, kitu ambacho hakiwezekani, maana mwanadamu ana moyo mmoja. Lazima mmoja atafanya mambo yanayokupendeza, utampenda zaidi kuliko mwingine. Kwa hiyo sio sawa. Ndoa ni lazima isajiliwe kama nilivyosema kwa msajili wa ndoa anayetambulika kisheria na serikali. Ina maana basi yule anayesajili ndoa kanisani, mchungaji, huyu anatambulika na serikali, anatambuliwa na hata vile vyeti ni vya kiserikali. Ndoa ya kimila ni ipi? Watu wengi wanasema wana ndoa ya kimila. Nimeona nikumbushe hili jambo ili watu wajue kwamba hiyo ndoa unayosema ni ya kimila, je, kweli ni ya kimila? Je, kweli ni ya halali? Ndoa ya kimila yenyewe pia inafungwa na katibu tarafa au mzee wa kimila ambaye anatambulika. Kwa maneno mengine, hata hii ndoa ya kimila pia ina vyeti. Sasa ile ya kwako unayosema ya kimila ina cheti? Kila ndoa ni lazima iwe na cheti cha ndoa, yani isajiliwe. Ni lazima mmoja au wote wawe waumini wa hiyo dini iliyofungiwa hiyo ndoa. Yani kama ni watu wa kimila, basi serikali inataka hawa wote watu 2 wafuate hiyo mila, wawe watu wa hiyo mila. Na kama ni watu wa dini, wote 2 wafuate hiyo dini hiyo wanayoifuata. Hiyo ndio itakuwa inakidhi vigezo vile vinavyotakiwa. Majukumu ya wanandoa. Sheria ya ndoa ya mwaka 2020 kifungu cha 63 cha sheria ya ndoa kinaweka wajibu wa mume kwenye ndoa. Kinasema hivi kwamba ni wajibu wa mume kumtunza mkewe kwa kumpa mkewe mahitaji yote muhimu. Hiyo ni sheria ya nchi yetu. Inasema hivi tena, mke atakuwa na jukumu hilo tu, yani la kutunza familia, ikiwa mume hawezi tena kwa sababu ya ugonjwa, hasa ugonjwa wa akili au ulemavu. Watu wa Mungu, mnaonitazama huko mbali, kumbe ndio maana maadili yameendelea kuporomoka, kwa sababu wababa wengi wameacha wajibu wao wa kutunza familia na badala yake wameenda kufanya mambo ambayo sio yenyewe. Kumbe ndoa inataka mwanaume kama kichwa, ambaye yeye mfano wake ni Yesu Kristo mwana wa Mungu anavyoishi na mkewe ambaye ni kanisa. Yeye ndiye anamtunza mkewe. Ninachofanya hapa sasa hivi ni Kristo analilisha kanisa lake kupitia mwanadamu mdhambi mwenzenu. Hivyo mwanaume ana wajibu wa kumtunza mke wake kama neno la Mungu linavyotaka. Sasa hivi wanawake wengi wamejiingiza moja kwa moja kwenye kutafuta na wakaacha majukumu yao ambayo ni ulezi wa watoto pamoja na familia. Kama matokeo hayo
watoto wamebaki wakiwa wapweke, watoto hawana mtu anayewatunza, na hivyo inafanya hawa watoto wanajilea, na hivyo mmomonyoko wa maadili unaendelea kututesa. Katika nchi yetu ya Tanzania, mmomonyoko wa maadili unaendelea kumomonyoka siku kwa siku, kwa sababu baba na mama wote wanaacha, wanakwenda kutafuta. Na bahati mbaya sana, mama wengi anakwenda anatafuta, anapitiliza, anaacha wajibu wake. Sasa tufanyeje? Mke na mume wawili huko duniani, inasemekana kwamba mwanaume na mwanamke wako sawa, inasemekana. Lakini ukija katika neno la Mungu, hawako sawa na hawawezi kuwa sawa. Biblia inasema ya kwamba mwanamume ni mfano wa utukufu wa Mungu, na pia mume ni kichwa cha mkewe, kama ambavyo Kristo ni kichwa cha kanisa. Sasa basi, huyu mwanaume ambaye yeye ni kichwa, yeye ndiyo muonesha njia. Hiyo ndiyo maana yake. Tuna masomo mazuri sana mbele, tutaona maana ya kichwa, kwa nini mwanaume ni kichwa. Usikose tafadhali, usikilize ili akusaidie. Sasa huyu mwanaume, yeye ndiye anayepaswa hasa kutunza hii familia. Mke ni msaidizi wake, anamsaidia mwanaume. Haina maana kwamba kama mwanamke ni msaidizi, basi majukumu yote ya baba ayaweke kwenye mabega ya mama. Haitendeki hivyo. Baba ukifanya namna hiyo, huyu mama anaacha kukulea wewe mwenyewe, na anaacha pia kulea watoto. Matokeo yake wote wawili watoto wake wanapotea. Yaani mtoto wewe mwanaume na wale watoto wake wengine wote wanapotea. Wanapoteaje? Mama anaondoka alfajiri, anawahi kwenda kuuza hivyo anavyouza, anaondoka hata watoto hawajala. Ninyi mashahidi, asubuhi unapoenda kazini unakutana na watoto asubuhi tu wananunua vitu barabarani. Ina maana mama alishindwa kuamka asubuhi kukoroga uji wa watoto. Hawa watoto ambao wanakosa chakula bora, hawawezi kufanya vizuri kule shuleni. Matokeo yake wababa wengi anamlaumu mke wake kwamba hawa watoto hawana akili kama wajomba zao, yaani wakaka wa mama. Ndio wanaume wengi wako hivyo. Lakini anasahau kwamba yeye ana mchango katika hili jukumu la malezi. Akina baba, shikeni majukumu yenu ya malezi. Angalieni nyumbani, hakikisha mama ana kila kitu. Kwa nini nimesema kwamba usipomtunza mke wako wewe mwenyewe haitakusaidia wewe mwenyewe, na huyu mama atashindwa kukulea? Mama anapotoka kwenye hizo shughuli, bado za nyumbani zinamsubiri, hata kuwa na muda na wewe wa kukuangalia. Na hivyo kwenye hii ndoa kutakuwa na changamoto. Mama ambaye kila kitu anajifanyia mwenyewe, kila kitu mama ndiye anajifanyia, alafu baba anayamba tu kwamba hujui mimi ni mwanaume, hujui mimi ni mwanaume. Ukiona mwanaume anatafuta kujulikana kwamba yeye ni mwanaume, ana kasoro, yuko jangwani, anapaswa kutoka. Mwanaume anajulikana tu kwamba yeye ni mwanaume kwa vitendo vyake. Na Mungu ameumba kitu cha ajabu sana. Mwanaume anayeishi kama mwanaume nyumbani hadai heshima. Heshima inakuja yenyewe. Hawa wanaodai heshima ni wale ambao hajui hata mkewe anapaka mafuta gani, alafu anashangaa mke wake anazeeka kila siku. Mafuta aliyopikia yaliyobaki ndio anapaka. Uso utaacha kukunjamana? Mama wa watu yale aliyopikia yamebakia, hayo ndio anakunguta ndio anapaka. Atakuwa na ngozi nyororo mkeo? Hawezi. Badala yake unasema siji nilikosea, jamani wengine wanawake wazuri, wakwako mzuri zaidi baba, ila umtunzi. Tunza wakwako. Ni neno la Mungu tunasoma katika Waefeso 5. Ukisoma Waefeso 5 ukianzia lile fungu la 25, utaona linavyochambua ya kwamba enyi waume wapendeni wake zenu. Kupenda kunaendana na kutoa. Yohana 3 fungu la 16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa. Unapenda mkeo? Toa pesa akapendeze. Toa pesa. Na ndiyo maana mwanaume unatakiwa utafute pesa. Mwanaume hatakiwi kufanya kazi moja.
unarudi nyumbani saa 10, unakaa unabadilisha channel CNN, BBC, Hope Channel. Sijui Hope Channel nao wanatuwekea nini hapa? Nenda katafute kazi nyingine. Mwanaume ni kuwa na mafaranga mfukoni, ili familia yako iishi vizuri, istawi. Kwa sababu tumeumbwa tofauti. Ninyi wa baba mjue, mwanamke ameumbwa tofauti na mwanaume. Si ajabu ndio maana Hawa alipata nafasi ya kula tunda. Wakati Adamu ameona upuuzi kutembea bustanini, mwanamke anataka kuona mambo mengi. Kwa hiyo akaenda zake kwenda kupunga upepo bustanini. Ni vipi kama Adamu angekuwa kando, shetani asingepata nafasi? Lakini wakati yule mama anapunga upepo mwenyewe, mara anacheza na vipepeo, anacheza na ndege, lijamaa likaja, "Oya, jambo. Vipi? Eti mmeambiwa matunda msile?" "Hapana, tumeambiwa." Anaanza kujielezea, tabia ya wamama ya kujielezea. Mwisho wake akapatikana baba. Ndoa inataka baba, muangalie mke wako kama kitu chako kizuri cha thamani. Hatokei tu, na ukimtunza mke wako vizuri, utamuenjoy kwa miaka mingi. Si nimewaambia yangu inaenda miaka 35. Unafikiri mume wangu anasikiaje akiniona? Anajisikia vizuri, lakini ananitunza. Sasa wewe unataka matokeo mazuri, kutunza utaki. Ndio maana wanawake wengine wananuna kwa sababu hakuelewi. Unatoka na suruali, unaingia na suruali, yani hakuelewi baba. Wanaume tutajifunza mbele kwamba sisi tumeumbwa tofauti na ninyi, na mkubali. Jana nilisema kwamba wakati ninyi mna milango 5, sisi tuna 6. Na huo wa 6 unafanya kazi vizuri sana. Laiti kama wababa wangejua kuishi na wake zao kwa akili. Tutajifunza hili somo kwa ndani, kuishi na mke kwa akili. Mngetumia mlango wa 6 wa wanawake ili muendelee. Wababa wengi wanafahamu. Mke wako alikuja, ulimwambia kitu fulani, akakwambia, "Mimi naona kulima hicho kilimo kweli mwaka huu." "Hapana, kwani umeona nini?" "Hamna, ila tu roho yangu." Ni mlango wake wa 6, wafahamu. Kubali. Tumewekwa hapo ili tuwasaidie, na ndiyo maana sisi ni wasaidizi. Kubalini ili wake zenu wawasaidie. Mwanaume anayempa nafasi mkewe, hao huwa wanasonga mbele. Mwanaume anayetambua kwamba mke wake ni kiumbe wa pekee, anayekubali kwamba amsaidie, huwa wanaendelea. Kwa nini? Kwa sababu wakati mwanaume anafanya jambo moja, mwanamke anaweza kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja. Mama anakwenda shambani, anaenda kazini, anaenda kwenye biashara, anaimba kwaya. Na ndio maana kwaya nyingi waimbaji wake ni nani? Ni wanawake. Na hiyo hamuelewi. Miongoni mwa sababu zinazofanya wanaume wanakufa mapema, wanaume ni antisocial. Wanaume hawajamiiani. Yaani sio ile unayojua wewe na ujinga wako. Ni antisocial. Wanaume ni antisocial. Hawapendi ile kushirikiana, kusocialize. Na ndio maana hata kwenye kwaya wanaume wengi wamekaa hapa, wakiingia kuimba wanaume wako 2, wanaume wako 3, wamama tele, hawaimbi kwaya. Hiyo inawamaliza. Ukisocialize mambo mengi, stress nyingi zinatoka. Waimba kwaya, kwanza waimba kwaya tunazeeka polepole. Mimi nimeimba tangu mtoto na naimba mpaka sasa kwaya yangu ya Mazimbu. Ingieni muimbe kwaya. Ninamaanisha hivi, ndoa inataka kwanza ndoa ni taasisi takatifu. Imeanzishwa na Mungu. Kwa nini shetani anaipiga vita? Kwa sababu ndani ya ndoa ndicho chombo ambacho Mungu anatengeneza raia wake wa mbinguni. Na hivyo ndio maana shetani anaipiga vita. Wakati wa kuposana shetani yupo. Ndoa inapofungwa shetani yupo na anawapatia sana. Nafikiri nitagusia kwenye hii mikutano kwamba ndoa siku inapofungwa, watu wengi wanakosea pale. Wanakuja kanisani wanapata baraka, lakini wanapotoka nje ya mlango wa kanisa huwa wanamuangalia Yesu, alafu wanamwambia, "Unaenda wapi?" "Na wewe unaenda wapi?" "Yesu, sisi tunaenda ukumbini wenzako kwenda kuserebuka. Wewe unaenda wapi?" "Baki. Wewe umemaliza mambo yako kanisani, baki." Wanakwenda wenyewe sasa ukumbini. Wanayoyafanya ni aibu tupu. Yesu anakuwa hayupo. Fikiria, ninyi tuliojifunza jana na juzi uchumba.
ni usiku wenu wa kwanza, chakula chenu cha kwanza, alafu mezani kwenye sherehe mnaketi na ibilisi badala ya Yesu. Tutaendelea kujifunza masomo haya. Mwalike mwenzako, usikose. Tunapomaliza hili somo, tusimame tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu wa mbinguni, tazame Mwokozi, usoni mwake mzuri, mambo ya dunia ugeuka tukita